Kabisa. Dakika 45 za kwanza nilikuona macho umekodoa kana kwamba utaki pasi kupite. Kuna vitu nilikuwa naangalia nijiridhishe. Kipi umejiridhisha? Maana yake si unajua mimi ndo yule mtu ambaye nilikuwa naamini Simba shida si wachezaji wala viongozi, shida ipo kwa mkufunzi na maana mwalimu Fadlu Davis. Wewe ndiye ambaye ulithubutu kusema kauli hiyo, nakumbuka kabisa. Kwa hiyo nilikuwa kuna vitu naangalia ili niweze kujiridhisha nione pa kuanzia ni wapi. Japokuwa Matola sio mwalimu ambaye atakuwa watakayemkabidhi timu kabisa, lakini kuna vitu nilikuwa naangalia mabadiliko pia ya mchezaji mmoja mmoja na pattern pia ya timu wanachezaje. Sio kwamba Simba wamecheza vizuri sana kwenye first half, lakini wamecheza kadri ya uwezo wao, sio mbaya sana. Nimeona kulikuwa kuna pasi nyingi wanapiga, pasi nyingi zinakuwa forward za mbele. Quality ya mchezaji mmoja mmoja nimemwona Jean Charles Ahoua bora kabisa kwenye first half. Nimemwona Rushaina Delok amepiga kazi. Nabi Kamara pia nimemwona. Eli Mpanzu, Kibisawala, Kibu pia. Kuna baadhi ya wachezaji nilikuwa naona kwamba wapo katika morali ya mchezo. Sawa, kwa kuwa umeshaanzia hapo umemtaja Nabi Kamara. Nabi Kamara, macho yako ya nyama yanafurahishwa akitokea kushoto kama fullback ama akicheza kama kiungo wa ndani kwenye baadhi ya mechi ambazo tumemwona? Yupi mtamu, Kamara wa kushoto ama Kamara wa ndani? Katikati midfield ndo anacheza vizuri sana. Kwa sababu pia hata kule kushoto yupo bwana mdogo Mligo, na yeye anacheza vizuri sana akicheza kule pembeni. Sasa inategemea mwalimu anataka nini kwa wakati gani. Ila Simba nafikiri upande wa kushoto wameziba pengo la Mohamed Hussein Zimbwe kwa 100%. Hata akicheza Mligo mzawa na anapiga kazi, akicheza Nabi Kamara anapiga kazi. Umeelewa? Kwa hiyo upande ule wa kushoto ni mwalimu tu yeye anajidai tu. Assist ya Zimbwe Mohamed alioifanya jana, unadhani kuna mchezaji mbavu ya kushoto Simba anathubutu kufanya unyama kama ule? Mligo mwenyewe hata ana uwezo kuja kufanya baadaye. Nabi Kamara ndo usiseme bonge moja la mchezaji. Yani ninachozungumza kwamba eneo la kushoto Simba wamelitafutia dawa vizuri. Yani hapa tunavyozungumza ingekuwa kule kushoto labda Mligo mchezaji wa kawaida, Nabi Kamara chezi vizuri, watu wangeendelea kumuimba Mohamed Hussein, lakini umeona kilio cha Mohamed Hussein akipo kabisa kusema bwana viongozi, kwa sababu wameshasahau mpaka sasa hivi yenyewe tunavyozungumza. Hata hiyo assist ambayo kaipiga jana bado Simba sio kwamba iliwaumiza, kwa sababu wanaamini ya wale mbadala wake wote wanajua mpira kuanzia Mligo mpaka huyo Nabi Kamara mwenyewe. Kwa hiyo ni mwalimu tu the way ambavyo atataka. Nabi Kamara leo ni mweke kushoto, atacheza kushoto. Nataka nimtumie Mligo leo, Nabi Kamara njoo ndani, anakuja ndani kucheza. Performance ya Mzamiru Yasini, watu walikuwa na mbeza wanasema kama kasha zeeka, pumzi imeisha. Tanki umeliona lipo na control za kutosha kwa Mzamiru Yasini. Sio kwamba ni bora sana kwenye hiyo first half. Kuna sometime walikuwa wanapoteza sana mipira bila sababu. Kwa hiyo niwe tu mkweli, Mzamiru bado hajarudi yule Mzamiru ambaye tunamfahamu. Mechi kwenye kipindi cha kwanza haijawa bora sana upande wake. Kwenye eneo hilo la katikati ni eneo ambalo sometime huyo Nabi Kamara alikuwa anaficha sana madhaifu yake, alikuwa au Jean Charles Ahoua, kwa sababu Nabi Kamara anacheza fullback, lakini muda mwingi alikuwa anapenda kufinyia ndani hapa, anakuja kusaidia timu kupiga pasi, huku Yusuf Kagoma anakatakata umeme. Leo Jean Charles yuko bora sana Maziku, ndio anarahisisha kazi nyingi sana za wezie. Yupi mchezaji bora wako wa dakika 45 za kwanza kwa Simba? Jean Charles Ahoua. Kwa nini Jean Charles Ahoua? Kwanza kafunga, ka assist pia. Ukiacha hilo ameweza kudominate mchezo, piga pasi za uhakika, anarudi, anashuka chini, anasaidia timu kukaba, anapasia vizuri. Leo kusema kweli leo kawaka, yani leo lile bleach hajalipaka bure. Jonathan Soa game imemkata dakika 45. Soa bado ni wetu mkweli, mimi ni shabiki wake mkubwa Jonathan Soa. Bado amecheza kawaida mno kwenye first half. Kipindi cha pili inabidi abadilike. Kama akiendelea kucheza vile atazidi kupoteza imani kwa washabiki wake wa Simba, kwa sababu unajua katika moja ya sajili ambayo washabiki wa Simba waliweza kuifurahia sana ni sajili yake.
Sasa inabidi approve yeye mwenyewe binafsi kwamba bwana, ile imani mliokuwa mmeiweka zidi yangu, hiki ndo ninachowalipa. Lakini akiendelea kucheza kama alivyocheza first half, shabiki wa Simba ataanza kukosa imani, pressure juu yake itaanza kumuingia, ataanza sasa kwa sometime wanataka, unajua, kulazimisha sehemu za kufunga ambazo ngumu, unataka ufunge ili uprove watu long, hiyo itamchukua. Kwa hiyo nafikiri kupitia mechi hii, ni mechi ya kawaida, akirudi kipindi cha pili abadilishe kidogo aina yake ya uchezaji kwa ajili ya kurudisha imani. Bwana, sisi ndio wale ambao Simba gongo 3 kashampiga Fountain Gate. Jonathan Soa amlete. Ulisema kaanza vibaya dakika 45, kakusikiliza karudi vema. Ndio tukasema kwamba kipindi cha pili inabidi approve watu kwa ile imani ambayo amempa, na mimi nimesema vizuri, ni mchezaji ambaye na mkubali sana. Kwa hiyo hata asipokuwa anafunga au anacheza vibaya, sisi wote ndo watu wale ambao tunaumbuka, wale watu ambao tuna imani sana naye kwenye uwezo wake. Kwa hiyo nafikiri ni mwanzo mzuri ukipata timu kama hizi ya kina Fountain kwa uwezo wa Jonathan Soa, ukicheza hata dakika labda hata 60 alafu huja score, watu wanaanza kukosa imani. Ndio, kama ukishindwa kuwafunga hawa utawafunga watu na nani, au kama basi usifunge basi kiwango basi kiwe bora Maziku. Lakini kwenye first half alikuwa na kiwango cha kawaida na kufunga, ndio maana nikasema second half akirudi hajitahidi basi hata kama hajafunga basi kiwango pia kilizishe kwa ajili ya imani kwa washabiki wa Simba na watu ambao wamempa imani. Na Jonathan Soa ni mmoja wa wachezaji ambao anakubalika na watu wengi sana kwenye uwezo wake. Yaani hakuna mtu anayejua mpira ukimwambia Jonathan Soa anajua mpira akwambia hajui mpira. Ni wachache tu, na hao wanakuwa tu labda wana sababu zao tu ambazo kila mtu ana uhuru na maoni yake kwenye swala zima la soka. Sawa. Manake amna kwa dakika zilizosalia unaiona Simba ikipata zaidi ya magoli hayo 3? Mimi hata mara kwanza nilisema naona kuna 4 kwenda mbele. Kwenye teacher mwenye Tigani anatupenda kusema kwenye platform yetu nyingine, kwenye number 10. Nilisema naona Simba wanaweza kupata goli 4 na kuendelea, na Jonathan Soa nilitabiri leo anaingia nyavuni. Okay, sawa. Bwana, ligi ya kikapu ya Dar es Salaam, tujiunge hivi sasa na makamo mwenyekiti wa chama cha mpira wa kikapu jijini Dar es Salaam, Malale Maswanya, akituambia kile ambacho kinaendelea, ratiba imekaaje weekend hii, maana hii ni ligi ya kikapu inaopendwa kweli kweli kwenye ardhi ya Tanzania. Karibu sana Malale Maswanya, pengine ligi inaendeleaje hadi sasa na mwitikio ukoje kwenye ligi ya kikapu kwenye viwanja vya Don Bosco Panga na Don Bosco hapa Oyster Bay? Mpaka sasa hivi ligi ya mkoa wa Dar es Salaam imefikia hatua nusu finali, ambapo timu ambazo zimeingia nusu finali